Mzazi kuwasiliana na mtoto na kuzungumza naye, hiyo haijalishi umri wowote huo. Tayeb, kuanzia akiwa mdogo, hata angaliki mdogo, mzoeze, hata kama hajakuwa na ile akili ya upambanuzi, lakini mzoeze mtoto kuwa huru kuzungumza na wewe. Na hapo ndio sehemu ambapo mzazi utamfunza hata mtoto heshima ya kuongea na watu. Leo vijana wengi, wasichana wengi wamekuwa na ukosefu wa adabu. Hawajui, yani wakati mtu anafikia miaka 20, 25, hajui kaifia, uslubu wa kuzungumza na mtu, hajui. Na ndio maana leo kuna kijana ambao ukizungumza naye maneno mawili matatu, mko mnazungumza mambo ya kawaida, lakini unasikia anatoa matamshi ya ukosefu wa adabu, matamshi ya kihuni. Lakini wewe ambaye labda unaosikia uko na education, umepewa, unajua kuwa hiki ambacho anakizungumza hafai kuzungumza hivi, lakini yeye kwa upande wake anaona ni sawa sababu amelelewa hivyo. Sasa kumbe wewe inabidi ujue ni namna gani utakavyokuwa na uhalisia wa kuzungumza na wanao. Na ndio maana ukutana kuna wengine miaka ya nyuma huko, mtoto alikuwa akitoa tusi kwenye mdomo wake. Tusi kwenye mdomo wake ni ile ambalo mzazi wake atakalomfanyia yeye mwenyewe hatotarajia, kiasi ambacho imefikia watoto hata kwenye absence ya mzazi hayupo, yupo na watoto wenzake, anaokopa kutoa tusi kwenye mdomo wake kana kwamba mzazi wake yupo hapo, kutokana na heshima na nidhamu ambayo alipewa na wazazi wake. Lakini leo watoto wetu matusi ni jambo la kawaida, na inafikia leo mzazi anasema matusi mbele ya watoto. Kuna maneno ambayo yanazungumzwa kwenye midomo ya watu hayafai hata kuzungumzwa. Kuna umri ambao unakuwa ni wa nyuma, ambao mtoto anaathirika zaidi na matendo yako kuliko maneno yako. Ukiongea hata kuelewa kwa sababu hajafikia umri wa kupambanua, lakini ana macho, anakutazama unafanya nini. Na ndio maana usishangae mtoto wa miaka 3, 4 ukamwona yupo anaigiza kile ambacho baba alikuwa akifanya, mama alikuwa anafanya. Lakini ukumikaza chini eti nimpe ushauri, atakuelewa mtoto wa hiyo miaka. Kwa hiyo kwenye huyu umri mtoto bado mdogo, anaelewa zaidi matendo yako na anayapokea na kuyaiga matendo yako zaidi kuliko maneno yako. Na hapa ndipo wazazi wengi wa sasa wamefeli. Hapo ndipo wazazi wengi wamefeli. Mimi niliwaambia siku ile, nimekutana na baba amewaweka watoto wake kwenye gari, anawapeleka madrasa kusoma Qur'ani. Yaani anawatoa nyumbani, anawapeleka madrasa kufanyaje? Kusoma Qur'ani. Anawapeleka kusoma Qur'ani, lakini kwenye gari ameweka mziki na wako wanadundika ndani ya gari. Mzee yuko kwenye uskani, iko tu hapo, na watoto wako nyuma wanapelekwa wapi? Madrasa kusoma nini? Qur'ani. Hivi mnategemea kama afu kesho watoto wakiwa hovyo hovyo wakiikataa Qur'ani unaanza kupiga kelele? Wewe mwenyewe kwanza kwenye gari lako umewaonesha kuwa mziki ni bora kuliko Qur'ani. Kwenye nyumba yako umewaonesha kuwa mziki kwako una thamani ndani ya nyumba yako kuliko Qur'ani.